Habari, karibu katika mada ya leo. Leo tutakuwa nami Daktari Lenny Komba nikikuelekeza kuhusu chanzo cha maumivu makali ya meno. Kama bado hujiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe, kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Mara kadhaa watu wamekuwa wakipata changamoto ya maumivu makali ya meno na fizi kuuma bila kujua hali hii imetokana na nini. Sasa leo nitakuelekeza kwa undani kwa nini unapata maumivu makali ya meno na mwisho wa siku utajua nini cha kufanya. Jambo la kwanza ni meno kuoza au kutoboka. Hali hii huweza kusababishwa na mabaki ya chakula, lakini pia maambukizi ya bakteria katika jino. Huweza kupelekea maumivu makali hasa pale ukipitisha chakula chenye moto au maji ya baridi kwenye jino. Hali hii huweza kuendelea mpaka pale inapopatikana suluhisho ambalo linaweza ikawa ni kutoa jino, au unaweza kujikinga kwa kusafisha meno yako mara kwa mara. Jambo la pili ni maambukizi ya bakteria katika fizi. Hali hii huweza kupelekea usaha kujaa na kupelekea dental abscess, jipu katika fizi. Maumivu haya yanakuwa kama vile yanavuta, sababu ni kama jipu, tuseme tu ni jipu. Maumivu haya ni makali sana na huweza kusumbua sana. Cha kufanya ni unaona daktari wa meno na anakamua lile jipu kwa jinsi ambavyo, kwa njia ya kitaalamu ambavyo yeye ameelekezwa au yeye anafahamu. Jambo la tatu ambalo hupelekea maumivu makali ya meno ni tunasema maambukizi katika mfumo wa neva wa meno. Mfumo huu wa neva ndio unakusanya taarifa kutoka katika jino na kupeleka katika ubongo. Kwa hiyo kukiwa na maambukizi inaweza kupelekea inflammation ambapo kitaalamu tunaita pulpitis. Hali hii huweza kupelekea maumivu makali ya meno na kukunyima wewe usiwe na raha, yani kukosa utulivu. Jambo la nne ambalo hupelekea maumivu makali ya meno tunasema ni magonjwa ya fizi, kitaalamu tunaita gingivitis. Magonjwa haya yanaweza kutokana na maambukizi ya bakteria, lakini pia mabaki ya chakula, lakini pia ukawa kuna historia ya maambukizi mengine kama maambukizi ya mfumo wa upumuaji au magonjwa mengine kama magonjwa ya fungus. Magonjwa haya yanaweza kupelekea inflammation, hivyo kupelekea maumivu makali ya meno na maumivu makali ya fizi. Kingine ambacho kinaweza kupelekea maumivu makali ya meno ni ajali. Unaweza kuwa umeanguka ukajigonga kwenye jino na jino likavunjika na ukawa unapata maumivu makali ya meno. Hali hii inaweza kupelekea pia wewe kukosa raha kama hupata matibabu sahihi, kama jino ambalo limevunjika limeathirika kwa kiwango kikubwa. Kitu kingine ambacho kinaweza kupelekea maumivu makali ya fizi ndio tukasema maambukizi ya fungus, lakini pia upungufu wa vitamini. Japo vitu hivi ni kwa uchache, lakini pia navyo vinaweza vikapelekea maumivu makali ya meno. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba, na mimi leo kuna jambo umejifunza. Kama kuna kitu ungependa kujifunza zaidi, niandike kwenye comment section, tutaweza kujifunza mara moja. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.